Ndugu wanahabari, kwa niaba ya mashirika na asasi za kiraia hapa mkoani Arusha, tumewaiteni mchana wa leo kwa jambo moja kubwa linalohusu ziara ya shirika la UNESCO, shirika la kimataifa la UNESCO, ambalo lina jukumu vile vile la kushughulikia au kusimamia urithi wa dunia. Kama mtakumbuka, kwa wale ambao wamefuatilia na wamepata taarifa, ujumbe huu wa UNESCO ulifika nchini tarehe 3 na ulipaswa kukaa nchini kumaliza kazi zake tarehe 9 mwezi Februari mwaka huu wa 2024. Misheni yao ilihamasishwa na shinikizo kutoka kwa jamii ya Maasai na mashirika ya haki za binadamu kutoka nchini na kwingineko duniani kuhusu tuhuma za uvunjifu mkubwa wa haki za binadamu na ardhi za wakazi wa Maasai katika vijiji 25 vilivyosajiliwa kihalali. Kwa kimsingi, kilichowaleta hapa nchini shirika la UNESCO ni baada ya kilio, tuhuma na shinikizo kutoka kwa wananchi wa eneo la tarafa ya Ngorongoro, vijiji 25 ambao serikali ya Tanzania imeamua kuwaondoa katika eneo lao la asili. Serikali inaendesha na kudhibiti mission ya pamoja ambayo inajumuisha UNESCO na vyombo vyake vya ushauri, yani IUCN na ICOMOS. Washiriki wa mission walichukuliwa na magari ya serikali na kusafirishwa katika hoteli za kifahari jijini Arusha. Serikali iligeuza mission isiwasikilize jamii ya Maasai wa NCA, yani wanaoishi katika hifadhi ya Ngorongoro, na badala yake isisikilize wadanganyifu walioandaliwa ili kuendeleza kutunga dhidi ya watu wa asili ya jamii ya Maasai. Februari 5, mission ilifanya mkutano katika ofisi ya kamishna wa mkoa wa Arusha, mkuu wa mkoa. Waziri wa Maliasili na Utalii Angela Kairuki aliongoza mkutano au kikao hicho, na baadaye commission ilikutana na wadau wa utalii Frankfurt Zoological Society. Februari 6, mission ilikwenda NCA, yani Ngorongoro, kwa siku moja na kukutana na kaya zingine 40 kutoka katika kijiji cha Kapenjiro ambao wamekubali kuhamishwa. Hakuna kikao ambacho commission hii ya UNESCO imekutana na wawakilishi halali wa jamii ya Maasai wa Ngorongoro, ikiwa ni pamoja na madiwani ambao ni wawakilishi wa wananchi, wenye viti wa vijiji na viongozi wengine wa kijamii, hasa kundi la wanawake ambao katika jambo hili waathirika wakubwa, ukiacha wanaume, wanawake na watoto wanaathirika zaidi. Na ninyi ni mashuhuda, hata katika kinachoitwa hamisha hii, kuna familia zingine zimefikia hatua ya kutengana kwa sababu mume anasema mimi ninaondoka, wake zake wawili wanasema sisi hatuondoki, au wana wanawake watatu, wawili wanasema tunaondoka na wewe, mmoja anasema hatuondoki. Kwa hiyo unaona jinsi gani ambavyo kundi la wanawake
wanapaswa wawe watu muhimu kusikilizwa katika kikao chochote kile ambacho kinahusu maisha ya jamii hiyo. Ndugu waandishi wa habari na umma wa Tanzania, mtakumbuka kwamba serikali imejaribu mara kwa mara kuhamisha jamii ya Wamaasai kabisa kutoka eneo la Ngorongoro. Mwaka 2021 ilianza kuhamisha kwa hiari jamii kutoka eneo hilo kwenda kijiji cha Msomera. Lakini kwa hakika Msomera ni kijiji kilichosajiliwa. Kimesajiliwa na kijiji ambacho kilikuwa sehemu kubwa ya wakazi wake walikuwa ni wafugaji wa jamii ya Maasai. Sasa nchi inaendeshwa kwa mujibu wa sheria, na kwa sababu ni kijiji ambacho kimesajiliwa, basi kuna sheria ambazo zinalinda kijiji hicho au hicho kijiji. Sasa haki za binadamu za Wamaasai katika eneo la NCA, yani eneo la hifadhi ya Ngorongoro, ilisajiliwa kama eneo la urithi wa dunia mwaka 1979 pamoja na hifadhi ya taifa ya Serengeti inayojulikana ulimwenguni upande wa magharibi. Sasa maeneo hayo au hifadhi hizo zimegeuka kuwa janga la kibinadamu. Yaani badala ya wananchi wafurahie kwamba hifadhi hizo Serengeti, Ngorongoro kwamba ni urithi wa dunia, na tunapozungumza urithi wa dunia, watu wanaokaa humo au wanaokaa pembezoni mwa hifadhi hizo nao ni sehemu ya dunia. Kwa hiyo hawawezi kutendewa ndivyo sivyo. Yaani huwezi kutokumtendea haki jamii inayoishi ndani ya Ngorongoro, jamii inayoishi pembezoni mwa Ngorongoro na hifadhi ya Serengeti, watendee ndivyo sivyo, lakini huku ukisema kwamba tunalinda urithi wa dunia. Huo urithi wa dunia unapaswa kuwa wa kwanza hasa kuufaidi ni mtu anayeishi mle ndani, kwa sababu naye yuko sehemu ya dunia. Lakini badala yake sasa imekuwa ni janga. Kwa nini imekuwa ni janga? Uamuzi wa serikali ya Tanzania kuondoa watu katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro ni janga, kwa sababu pamoja na serikali hii kusema mara kwa mara kwamba watu wanahama kwa hiari, lakini tunajiuliza, kama watu wanahama kwa hiari, watu waliobaki wao maslahi yao ni nini? Je, waendelee kunyimwa huduma za afya kwa sababu kuna watu wanaondoka? Je, waendelee kunyimwa huduma zingine za maji, za kijamii kama elimu kwa sababu wengine wanaondoka? La. Wao wanapaswa kutendewa, wanaondoka waondoke, lakini wale ambao hawaondoki wao wanapaswa kuendelea kutendewa kama binadamu yeyote anayeishi katika taifa hili. UNESCO imekuwa ikitoa mapendekezo ya uadui sana dhidi ya wakazi ambao ni Maasai, ambao ndo wanakaa katika eneo hilo na wenye mali hiyo kwa msingi. Kwa mfano, marufuku ya kilimo cha kujikimu ambacho kilifanywa mwaka 1998, ambao ni sehemu ya sababu ya njaa kali na upungufu wa chakula, ni matokeo ya moja kwa moja ya mapendekezo kama hayo yasiyofaa. Kwa sisi tunaituhumu UNESCO, badala ya kuwa ni shirika ambalo linaendeleza eneo hilo na maslahi ya watu walioko mle ndani, wao wamekuwa wakihusika katika kutoa mapendekezo ambayo yanakiuka haki za binadamu. Na ndio kwa mfano umesikia pendekezo hilo la mwaka 1998 la kuzuia kilimo cha kujikimu. Kilimo cha kujikimu, sio kilimo cha biashara. Sasa ukizuia kilimo cha kujikimu, maana unasababisha njaa.
na ukisababisha njaa manake unasababisha watu kufa, watu kudhoofika na watu kutokuwa na akili. Serikali imekuwa ikihifadhi tuhuma za uvunjifu wa haki za binadamu na ardhi katika Ngorongoro. Imezuia katika siku za hivi karibuni ziara kadhaa za ufuatiliaji wa haki za binadamu zinazojitegemea kufanyika, ikiwa ni pamoja na bunge la Ulaya, mtaalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu watu wa asili, Tume ya Afrika na UNESCO yenyewe. Kwa hiyo hapa utaona jinsi gani ambavyo serikali ya Tanzania imekuwa ikijaribu pindi watu ambao ni huru wanapotaka kuja kusikiliza kilio cha jamii, kilio cha watu ndani ya eneo hilo, serikali imekuwa ikijaribu kuzuia. Imezuia ujio wa bunge la Ulaya ambalo wao serikali yenyewe ilisema njooni, lakini ilizuia vile vile mtaalamu huyu wa Umoja wa Mataifa ambaye anashughulikia jamii ya watu wa asili. Na kuzuia kwao ni kwa namna gani? Wanakuambia njoo, lakini sisi tutakupeleka kwa watu ambao, yani tutakupeleka wewe. Sasa hao watu hawataki namna hiyo. Wao wanataka wakija waje waonane na wahusika, wataonana na serikali, wataonana na asasi za kiraia, wataonana na waandishi wa habari, wataonana na jamii yenyewe inayolia. Then wataandaa taarifa yao. Na nyie ni mashuhuda, hata tume ile ya Afrika ya haki za binadamu, wajumbe wake walipofika hapa, nao walichukuliwa na upepo huo wa UNESCO, kwamba serikali ndio iliwahodhi, iliwapeleka wanakotaka wao wenyewe. Serikali inasimamia mikutano, wakutane na nani, na hata sisi asasi za kiraia ili tulazimu, baada ya kutumia nguvu kubwa ndio tulikutana nao, tena kwa muda mfupi tu, kwa juhudi kubwa sana. Sasa Februari 6, zaidi ya madiwani 20, wenye viti wa vijiji na viongozi wa wanawake kutoka eneo la Ngorongoro waliandikia barua UNESCO na Wizara ya Maliasili kueleza kutokuridhika kwao na kuomba kushauriwa kwa njia rasmi na kutosheleza. Kwa waliandika barua kwa bwana, maana walifikiri kwamba UNESCO ni watu wema, wamekuja, ni watu huru na watasikiliza pande zote zinazolalamika, watasikiliza serikali, watasikiliza wahifadhi ambao ni Ngorongoro, watasikiliza wananchi, watasikiliza waandishi wa habari, watasikiliza asasi za kiraia, watasikiliza viongozi wa dini. Lakini badala yake hawajafanya hivyo. Kwa hiyo sisi kama asasi za kiraia tukirudia wasiwasi wa hao viongozi, madiwani, wenye viti na viongozi wa wanawake, tunaitaka UNESCO pamoja na IUCN na ICOMOS kusitisha misheni hii ambayo haiwezi kuzaa matokeo huru na halali, kwani kamisheni hii au ujumbe huu haikuweza kusikia wamiliki wa haki za kijamii Maasai zilizoathiriwa katika Ngorongoro na Msomera. Pia tunaomba Ngorongoro iondolewe kama urithi wa dunia ikiwa usajili huu hautaendana na kuheshimu haki za binadamu. Kwa sababu tunategemea kwamba Ngorongoro kuwa urithi wa dunia, na nimesema mwanzo, unapozungumza dunia hauzungumzii tu kenge, hauzungumzii tu nyumbu, unazungumzia mtu yani kitu cha kwanza unachozungumzia unazungumzia watu. Na hata wale ambao ni Wakristo wanaoamini katika Mungu wanajua hili, kwamba binadamu aliwekwa atawale, amiliki. Kwa hiyo jamii inayokaa Ngorongoro pale wako kwa mujibu wa katiba ya mbingu na amri ya mbingu kwamba wamiliki na watawale. Kwa hiyo UNESCO sisi tunawataka wao kama
watu ambao wamepewa jukumu ili la kusimamia urithi wa dunia, ambao Ngorongoro ni sehemu ya urithi wa dunia, Serengeti ni sehemu ya urithi wa dunia, basi watekeleze majukumu yao katika hali ya uyari, ya hali ile ya independence, uhuru. Wakutane na wadau wote wanaohusika, wakutane na jamii, wakutane na ninyi waandishi wa habari, wakutane na viongozi wa dini, wakutane na viongozi wa serikali, wakutane na wahifadhi ambao ni Ngorongoro, wakutane na kila kundi ili waweze kusikiliza na hatimaye kuweza kutatua tatizo hili. Kwa hiyo ombi letu au tamko letu la kusema kwamba Ngorongoro iondolewe katika moja ya urithi wa dunia ni kwa sababu kwa sasa badala ya kuwa eneo ambalo litanufaisha wananchi wanaoishi pale, sasa limegeuka kuwa ni janga kwa hao wananchi. Kwa hiyo hata wewe nyumbani kwako ukifuga paka kwa ajili ya kukamata panya, alafu paka huyo amegeuka kula vifaranga vyako, manake kwamba huyu paka hautamuhitaji. Ukifuga mbwa kwa ajili ya ulinzi na mbwa akaanza kung'ata watoto wako, hautafanya nini? Hautafurahia kuendelea na huyo mbwa. Kwa hiyo na sisi tunasema kama serikali ya Tanzania haioni umuhimu wa Ngorongoro kuwa sehemu ya urithi wa dunia, basi serikali hiyo iambie UNESCO kwamba ondoeni, kwa sababu sisi wenyewe hatuko tayari kwa ajili ya, kwa sababu uwepo wa jamii ya watu wa Maasai ndani ya Ngorongoro wala sio swala la hisani, ni swala la kisheria. Na Ngorongoro, sheria ambayo inaiunda mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro inatambua uwepo, inatambua mambo makuu matatu: uhifadhi, utalii na maslahi ya jamii ya Maasai. Ndio maana fuatilieni hata nembo yenyewe ya Ngorongoro inatambua, na imekuwa nembo ile ina ng'ombe dume. Kwa nini hawakuweka farasi? Kwa nini hawakuweka nguchiro? Au kwa nini hawakuweka mnyama yeyote yule? Waliweka ng'ombe kwa sababu sheria inayoiunda Ngorongoro inatambua hivyo.